Labda tukiangalia mchezo wa jana, kwanza kabisa tuanze na Simba. Simba ilifeli wapi? Wamefeli kwenye mambo mengi. Kwenye vitu vingi. Kwanza walicheza vibaya. Hicho cha kwanza. Yaani the team kwanza uchacha matatizo mmoja mmoja. Lakini Simba hawajacheza vizuri kwenye mchezo wa jana. Okay. Na moja ya vitu ambavyo vilinishangaza ni pamoja na kuiona timu imekaa kambini muda mrefu kwenye pre-season, lakini hata ule muundo tu utengenezaji wa nafasi bado ni shida. Namna ya kuzuia walau ulikuwa unaona ni mtu mmoja mmoja anajitahidi kuzuia. Roshan Deruk by the way amefanya kazi nzuri sana. Lakini the team, ile combination ya timu kwamba tunaenda kutengeneza nafasi za aina gani, huoni huo mchakato ukiwa unafanyika kimbinu, kwamba namna gani ambavyo wamedraw ule mchoro wa utengenezaji wa nafasi kwenye timu. Unaona tu mtu mmoja mmoja tu anatokea na shuti, mmoja mmoja anatokea na shoot. Lakini hakuna ile combination ya timu kwamba tunatengeneza vipi nafasi zetu. Unajua kwenye mpira ukitengeneza nafasi, jukumu la kwanza la mwalimu limeisha. Inakuja jukumu la pili la wachezaji saa moja moja kwenye matumizi ya nafasi. Lakini utazama Simba hawatengenezi nafasi ambazo zinawafanya wao waweze kutengeneza mabao kwenye lango la mpinzani. Hiyo ni shida ya kwanza ambayo nimeiona kwenye timu. Lakini pia shida ya pili, wachezaji wengi wanacheza chini ya viwango. Hawachezi kwenye ile performance ambayo tumezoea wakiwa nayo. Okay. Sitaki kuamini kwamba ni kwa sababu ni mechi ya kwanza ya msimu. Ila nataka kuamini kwamba ni matatizo sugu yaliyopo Simba Sports Club. Ndio maana wanakuwa hivyo. Kwa sababu Simba amecheza mechi za pre-season dhidi ya timu ambazo zilikuwa zinacheza ligi, lakini pia wachezaji wake wengi walikuwepo kambini na timu kwa muda mrefu. Ni wachezaji wachache ambao hawakuwepo kambini na timu kwa muda mrefu. Lakini wale ambao hawakuwepo kambini kwa muda mrefu na timu, wao pia bado wameonekana kucheza vizuri kuliko wale ambao walikuwa kambini muda mrefu wakiwa na timu. Kwa mfano wachezaji ambao walicheza vizuri wakiwa kambini muda mrefu na timu ni huyo Roshan Deruk pamoja na Kibu Denis. The rest yani wapo tu kama wapo uwanjani, kwamba idadi ya wachezaji ikamilike, mechi ichezwe imalizike. Shomari Kapombe alicheza vizuri pia lakini pia hakuwa kambini muda mrefu na timu. Unamwona mtu kama Yusuf Kagoma amejitahidi kucheza vizuri by the way, ingawa hakuwa kambini muda mrefu na timu, lakini amejitahidi kuonesha kwamba ana uwezo wa kuimplement kitu kwenye timu na timu ikapata matokeo ambayo ni mazuri. Hiyo ni changamoto ya pili. Changamoto ya tatu nadhani sasa hii tunarejea kwenye kauli ya mwalimu Fadlu Davids kwamba anakosa mchezaji ambaye ni X factor kwenye timu. Hapa ndo inakuja kureflect moja kwa moja. Siku moja tulikuwa na Kevin nakumbuka na Tagato, nikaa nawaambia kitu kimoja. Elie Mpanzu sio mchezaji hatari kwenye kosti ya Simba, ila ni mchezaji machachari kwenye kosti ya Simba. Yaani mchezaji ambaye ana uwezo wa kuamua mechi ndogo za kawaida, ila sio mchezaji ambaye ana uwezo wa kuamua mechi kubwa. Na hii ni mechi nyingine ya 4 kama sikosei kubwa ambayo anatepeta. Yaani anashindwa kufanya kile ambacho tumemwona akiwa anafanya dhidi ya Pamba, dhidi ya JKT, dhidi ya KMC. Anashindwa kukifanya kwenye mechi kubwa. Mechi ya Yanga hii ya jana hajacheza vizuri. Mechi ya Yanga iliyopita ambayo iliahirishwa sana ile hakucheza vizuri. Mechi dhidi ya Azam FC wanatoka sare, hajacheza vizuri. Finali dhidi ya Berkane mechi ya kwanza, mechi ya pili hajacheza vizuri. Mechi dhidi ya Stellenbosch hajacheza vizuri. Mechi pekee ambayo ni kubwa acheza vizuri ilikuwa ni mechi dhidi ya Al Masry. Na uzuri wake ulikuja kwa sababu pia alifunga bao. Kama unakumbuka mechi ile ambayo iliwapeleka Simba kwenye hatua ya it was nusu finali, sio? Ndio mechi ambayo kidogo anaonyesha uwezo mzuri, lakini mechi zingine zote kubwa anashindwa kufanya vizuri. Sasa ukija kuitazama Simba the team, mchezaji ambaye mashabiki wameweka matumaini yake makubwa ni Elie Mpanzu kwenye timu. Lakini yeye mwenyewe hafanyi vizuri kwenye mechi kubwa. Ni lazima mwalimu ademand mchezaji mwingine. Ameingia Neo Maema jana. Hakuna chochote ambacho kilibadilika kwenye timu, kwamba ameingia mtu ambaye anaweza kuja kuongeza labda kasi ya Simba kwenye kushambulia au bunifu wa Simba kwenye kutengeneza nafasi. Bado hakuna ambacho amekuja kukiongeza kwenye timu. Ina maana bado hajaingia kwenye mfumo? Hapa issue sio tu kuingia kwenye mfumo. Yaani yule ni mchezaji mkubwa. Sio mchezaji mdogo wa kusema kwamba okay hujaingia kwenye mfumo basi tuoneshe uwezo wako binafsi kwenye timu.
kwamba si muunganiko wa timu haujawa kwako vizuri bado hebu tuoneshe ule uwezo wako binafsi kwamba kwenye maeneo fulani unaweza kufanya nini kwa ajili ya timu. Huoni hicho kitu. Mtu pekee ambaye nilimwona kidogo pengine kama angekuwa na muda unavyozidi kwenda anaweza kuwa vizuri zaidi ni Alassane Kante. Kidogo anaonekana kama ana kitu fulani. Unajua pia alivyoingia nayo mama, kama uligundua kitu, hata Simba pia ule uwepesi wa kwenda mbele ulipotea. Na sijajua mwalimu alifikiria kitu gani, lakini nafikiri moja ya vitu ambavyo anapaswa kuvifanya pia ni pamoja na kurudi kwenye kiwanja cha mazoezi, kuwakumbusha wachezaji wake majukumu, mchezaji mmoja kwamba nini unapaswa kufanya na kwenye maeneo gani. Sasa kuna wachezaji ambao tayari umri umeshakwenda kiasi kwamba wameshacheza mpira na experience kubwa. Kuna vitu hata unaweza ukawaambia wasivitekeleze, lakini wao wenyewe wanapaswa kujitathmini mmoja kuona nini ambacho anaweza kukifanya kwa ajili ya kwenda kuisaidia Simba Sports Club iweze kufanya vizuri kwenye mechi kubwa. Kizuri wakati Fadlu David anazungumza kuhusu mchezaji ambaye ni X factors, kwamba anakosa mchezaji ambaye ni X factors. Mfano aliwazungumzia pia Yanga Sports Club, amba kwamba unaona wenzetu Yanga wana wachezaji wengi ambao wanaweza kuamua matokeo. Na of course wapo wachezaji kweli wengi wa Yanga ambao wanaweza kuamua matokeo. Hata kwenye mechi ya jana Pacome kipindi cha kwanza hakucheza vizuri. Yes. Lakini kipindi cha pili alipata nafasi moja, hiyo nafasi imeenda kuzalisha nini? Kuzalisha bao. Kwa hiyo kuna wakati unahitaji mchezaji apate momenti moja tu aibadili kuwa furaha kwako kama coach na kwa mashabiki, kitu ambacho kwa upande wa Simba wanakikosa. Nadhani kwangu jana Simba wamecheza vibaya kuliko walivyocheza kwenye mechi ile iliyopita ambayo ilikuwa ni mechi ya mwisho kwenye ligi.